Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo nimepewa kusimama mbele yenu. Kwa wale ambao wanijui kwa majina, Sabosi ni Kimwahana. Na mambo mengine pia ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri wakati nimesimama na tukianza ibada, kuna jambo nilisema kwamba ukikaa na mtu usimsikize sana kile anachokuambia, kwa sababu anaweza kukutoa katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Na tunapoenda kusikiza kutoka kwa Mungu, kuna point nyingine pia nataka nikwambie. Huwa napenda kusikiza mahubiri ya Komanda Ng'ang'a. Huwa anasema kwamba wokovu wake alipata gerezani, na ile siku alipokea wokovu, wakati mhubiri alikuwa anahubiri gerezani, na akasema kwamba kuna mtu hapo hapa anatamani kupokea wokovu, ainue mkono. Komanda alipojaribu kuinua mkono, mwenye alikuwa amekaa naye akaporudisha mkono wake chini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uenda mtu ambaye amekaa naye anaweza kuzuia baraka zako, ama anaweza kuzuia kila ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ninashukuru kwa ajili ya kufika kwako. Karibu mtu wa Mungu. Karibu.
Nimekuzwa na wajomba. Hata ukiuliza baba yako saa hii uko wapi sijui. Mimi sieleza kwamba my father waits. Sijui. Sijui kama alikufa ama yupo. Mama yangu ndio namjua tu na nakuona kwamba niishi kwa wajomba mpaka nikaita mjomba mpaka fukwani faida. Jina ambayo niko nayo yote inatoka kwa wajomba. Hata vijana wangu sina majina mengi ya kuwaita, lakini haijalishi. So long as you know our God, so long as you know your God, haijalishi ya kwamba unaishi maisha ya kipakasakata, lakini ukishamjua huyu Mungu. Mama yangu alinizaa mimi nikafichwa kwa nyumba wangu ili nisijulikane ya kwamba amaraume. Usiofu, usijali. God knows your life. Ashukuriwe Baba wa mbinguni kunikutanisha na huyu mama. Why am I saying this mama? Tulikuwa na talent ambaye yuko kwa picha pale, whatever he is, Mungu anajua ni kwa nini. Naomba kilichokuwa yule mzee anataka kuchipua ambacho ukioni kwa mama kichipuke ndani mwako. Na vilimkost hata ndio wengine vilimtoa, so you be ready. Na alikuwa anaeleza his background history. I love it. Si mchezo. Today tuko na mtango. Wewe ukitaka kimbia tu. Si ukimbie hata nyumbani. Hata ungekaa hapa upige makofi tu, Mungu angekuhurumia. Lakini wewe kimbia kwa sababu utaitisha mbili. Then you will see. Si mimi nakwambia, unajua ninyi mnapenda kudanganywa. Penda upapaziwe ya kwamba containers zinatoka China. Sana. So, why am I saying this? Unapanga kuondoka. Tuko hapa kwa mchango, hata mimi niko hapa. Bwana yuko na sisi, taniongee maneno ambayo Bwana amesema kwanza. Alafu tutake pesa. Sema amen. Sema haleluya. Baba tunakupenda. Wewe ni Mungu na wewe ni msaada wetu.
niko mbele ya watoto wako pamoja na watumishi wako. Unawajua majina yao, wewe ndio uliweka. Tunakutukuza Kristo, himidiwe, shukuru Bwana, maana ni Mungu. Kwa jina la Yesu tunaomba, kanisa zima liseme amen. Nasema majina yangu naitwa John Ngera. Na nilitoka hapa, this is why I've been telling people usiku ya kwamba pray tuondoke hapa. Tuondoke hapa, kina Eric watoke hapa, uchomoke ndipo wewe ukuje. Administrator atoke tena. Ndio wewe ukalie kiti cha administrator sasa. Lakini the problem with you, unataka umuangushe administrator akisimama ukute kiti ndio ukalie. Hiyo haiwezekani. Umuombe atoke ili tupate administrator mwingine. Si ujumbe ambao tuko nao, lakini by the way, kitu ambacho Bwana ameongea na aliongea to the first speaker. Na sijui alienda vipi, maana hata mimi nimekutana na yeye kwa hewa. Sababu ya wewe kushindwa vita, reasons why you will fail in the battle. Na tukisema hivi, kuna wale watashinda na kuna wale watashindwa according to regulations and rules. Ni kwa nini utashindwa vita? Why are you going to be defeated the battle ahead of you? Mama ameamsha watu wote akasema tuangalie nyuma. These are the reasons why you are going to be defeated. Hii ndio sababu utashindwa vita. You will only be defeated in the spiritual battle when you are not properly equipped. Utashindwa vita ukiwa hauna vifaa. So nisikize tu, nisikize. Utashindwa vita iwapo hauna vifaa. Alafu hauna techniques za vita. Utashindwa vita. Kumbuka, haijalishi ya kwamba unaanza vipi. Suleiman alikuwa powerful man, alikuwa mfalme zaidi, lakini maandiko yanasema mwanzo alionekana wa kushinda, but as he continued marrying a lot of wives, Mungu akamwacha. So utaonekana mwanzo unaanza vizuri, lakini mwisho wa maneno yako can embarrass you. You may have battle equipments. Ama equipment. Mimi si msomi. Sinikwambie usikie. Mimi nilifanya mtihani wangu wa kidato cha 4. Unajua wewe shida yako tangu nitoke hapa 2022 was in December. Bado uko 22 years. Na usomi. Hata mtu akikuuliza ulifanya mtihani lini? Mwambie tu tusi. Yaani you remain 22 under 18. And this is why ukitaka kugawanyiwa kitu cha watu wa miaka 45 unapatikana uko 28. Nilifanya mtihani wangu
This was 96 from 4. 96 from 4. Na nilipata D+. Kupata D+, my brother David Mukono received it was not a joke. D+. D+ university. Ule mwaka ndio wengi walianguka, nikatoka na D+. Sijui wewe ungekuwepo ungepata wapi? Maana unasema D+, mimi nilipata B, D, A. Lakini by that time, si haipo mchezo. Watu walianguka sana. So mimi nikapata D+. Kwa hivyo sijasoma sana, na kuanzia pale nikawa mambo imeishia pale. Na this is why nataka nikwambie, kama hujajipanga vizuri, vita vitakushinda. Utaweza kuwa na vyombo ama vifaa vya vita, lakini haujui techniques ya kupigana, utashindwa. Utaweza kuwa unajua kupigana, lakini hauna silaha, utashindwa. So hivi vitu mbili inatakana vitembee sako kwa bako. So learn to have equipment ama battle firearms, na ujue kupigana vita, utashinda. Taka tuangalie, maana nimeambiwa kwamba inatakana nikimbie mbio. Life starts in spirit. Maisha huanza na rohoni. Ukisikia mtu akisema kwamba umeoteshwa, inaanza na rohoni kwanza. Alafu inakuja ndani ya mwili. It starts in the spirit. Wealth, poorness, and premature death. I lost my daughter 2018. Nikiwa hapa. Alikuwa anaitwa Gloria. 24 years old. Akatomoka kaenda. Why? Because of cancer. This was a throat cancer. I love it. Ninasema hivi, unasaona kwamba mimi ni wazimu, lakini I know what I'm saying. Shetani ataweza fanya grafting. Wala ambao hawajui grafting. Na unasema nilipata D+. Na hujui grafting ni nini. Na ila alipata D+, lakini grafting you don't know what. Grafting. The meaning of grafting. Imeagregate. Hiyo ni class 7. Mtu asiangalie chini. Usiangalie chini. Maana hiyo ni class 7 work. Shetani ataweza fanya grafting. Ataweza pata umemea akatumbukiza kitu ndani yako kitu. Sasa that's what was happening in 2018. Mimi sijawahi sikia kitu kama cancer kwetu, but it came, ilikuja. Mpaka hata nikawa najiuliza ya kwamba hii ni kitu cha aina gani. Lakini from that time, inakwambia life starts in the spirit. Premature death inatokana na kitu ya ndani, ikishapandwa sasa inangojea kujua. But it's simple. Kuidili ikiwa kwa hewa. This is why mama anasema angalia nyumba. Mama yako ama mke wako ameingia, maana huyu atakaa lutu. Atakaa lutu kwa maisha yako. Unapomwacha kwa nyumba, atakuletea shida. Atakuletea shida. Unapomwacha mzee kwa nyumba,
watakuletea shida. This is why mama anasema lazima uangalie family yako iko wapi. Mpaka lazima uhuzunike sana. Mzee, lazima unipange kujua what is going on. Tunaenda mbio. You will only be defeated the battle if you fail to attend kwa vifuatavyo, to the following. Utashindwa vita iwapo you will be failing to attend to the following. 1, read and pray to our God. Mzee, this is why wanga nasema Nairobi ya kwamba wakati mwingine ukichoose either mama kuhubiri ama baba kuhubiri, kama ni baba console wife ya kwamba huyu ataweza kuhubiri na tunampatia kuhubiri. Maana mzee yuko Simba nyumbani, si muombezi, si mtu wa kusoma Biblia. Hata mke wake anajua ya kwamba huyu si msomaji Biblia. Leo ndio anatuhubiria. Mama anakuja, wakisema nao nasimamisha mhubiri, mama anaanza kukataa huko nyuma. Huyo si huyo. Asasi wanakimbia huko, ni mapepo. Si mapepo, ni huyo pepo. Anaonyesha mzee wake. Maana anakuja mpaka mkimkalisha huyu mama, anauliza hawa watu wote wa kanisa, wale wazee wote wa kanisa, mliona huyu tu ndio atahubiri? Kwa sababu mzee si msomaji wa Biblia na si muombezi, lakini ndio mtumishi tunaimbia, ndio tunapeleka madhabahuni, lakini mke anajua huyu ni simba nyumbani. Ndio unaona mzee anapambana haleluya, lakini mama kule nyuma anasema mkijua huyu mtu anachokifanya. Because mzee si msoma Biblia. Mzee ni mtu ambaye amelala kwa mipango ya kando, na yeye ndio anatuhubiria. Mama anasema shindwe, amelala shauri yako, amelala mtu hapa. Mapepo. Unasema si mapepo. Ukisonga kwako watu kama deliverance kama sisi, ukisonga kwako anasema ni sina pepo. Pepo ni mule. This is why unaona tunakuwa defeated in the battle, because sisi ni wajanja. Ukichukua simu yako uweke kwenye meza, utuambie phone book number 1 mpaka Z, naona tuambie